Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amesema nishati safi ni suluhisho la mabadiliko ya tabia ya nchi, ulinzi wa mazingira na afya bora kwa wananchi. Ameongeza kuwa serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuhakikisha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia na umeme jadidifu kwa wote. Leo tarehe 26 Januari, dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya nishati safi. Maadhimisho haya yanatukumbusha umuhimu wa matumizi ya nishati safi katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, kulinda mazingira, kuboresha afya za wananchi na kuimarisha maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi. Katika ulimwengu unaokabiliwa na athari kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi, matumizi ya nishati safi ni nguzo muhimu katika kupunguza uzalishaji wa gesi joto. Tanzania kama nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa ipo mstari wa mbele katika kutekeleza ajenda ya nishati safi, ambapo tumejiwekea malengo mbalimbali ya nishati safi, ikiwemo kufikia 75% ya umeme unaozalishwa kwa nishati jadidifu ifikapo mwaka 2030 na 80% ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Na kwa sasa mtaona tangu kuingia madarakani Daktari Samia Suluhu Hassan tumetoka kwenye 6% ya matumizi ya nishati safi ya kupikia hadi kufikia 25%. Katika kuadhimisha siku hii, nawahimiza wananchi wote kuendelea kutumia nishati safi ya kupikia kwa manufaa ya afya zetu, mazingira yetu na vizazi vijavyo. Nazikumbusha taasisi zote zinazolisha zaidi ya watu 100 kwa siku kutumia nishati safi ya kupikia ili kutunza mazingira yetu. Aidha, niendelee kuwahimiza viongozi mbalimbali wa serikali ikiwemo wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia katika taasisi zilizo maeneo yetu. Serikali, kwa kutambua umuhimu wa afya za wananchi na utunzaji wa mazingira, imefanikisha upatikanaji wa aina mbalimbali za nishati safi ya kupikia kulingana na hali za wananchi. Katika utekelezaji huo, serikali imeendelea kusambaza majiko banifu katika wilaya zote 139 nchini, ambayo yanapatikana kwa ruzuku ya 80% hadi 85% ya bei halisi. Hivyo, kwa sasa mwananchi anaweza kununua jiko banifu kwa bei nafuu ya kati ya shilingi 7,500 hadi 14,000 tu. Aidha, kupitia wakala wa nishati vijijini REA, serikali inaendelea kutoa majiko ya gesi ya kilo 6 kwa bei ya ruzuku ya shilingi 19,000. Majiko haya yanapatikana katika wilaya zote za Tanzania bara kupitia mawakala wa gesi waliopo katika maeneo yetu. Napenda kusisitiza kuwa mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi hayawezi kuachwa mikononi mwa serikali pekee. Yanahitaji dhamira ya kisiasa, uamuzi wa kitaifa na ushiriki wa wananchi wote. Matumizi ya nishati safi si chaguo tena, bali ni wajibu wa kizazi chetu na mustakabali wa taifa letu na dunia kwa ujumla. Nawahimiza wadau wote wa maendeleo, sekta binafsi, taasisi za kiraia na wananchi kwa ujumla kuendelea kushirikiana na serikali katika kufanikisha mageuzi ya nishati safi kwa maendeleo endelevu ya Tanzania. Nawatakia Watanzania wote maadhimisho mema ya siku ya kimataifa ya nishati safi.